Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa naam, sio himizo bali ni pita za kwangu. Mie hapa ni VMM kipenda Victor Mado Mandala. Ni wakati wa pita, karibu turejee kwa himizo lakini usitie shaka. Ni sawa tu. Naam, katika pita za kwangu asubuhi ya leo kafika katika maeneo kadha wa kadha, na nashukuru Mungu kwamba amenilinda, kasafiri vema, karejea vema. Mungu ni mwema. Na katika pita za kwangu, naam, ulimwengu una visanga na vimbwanga, right? Naam, kafika katika maeneo kadha wa kadha, ndio nikujuze tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Ambapo basi nikianzia katika eneo la wapi? Nitakuwa naanzia eneo la Roysambu hapa jijini Nairobi. Na kabla pale, niruhusu nikukumbushe kwamba iwapo ni mara yako ya kwanza ama umekuwepo kwa muda na hujawahi subscribe, chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, weka comment yako pale na Mungu akutende wema. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in na Gmail account yako, then click notification bell, kuna alama kengele hapa chini, alafu copy the link and share, weka comment yako hapa, na itakuwa vema zaidi. Ni katika pita za kwangu, nami hapa VMM ukipenda Victor Mado Mandala. Eneo la Roysambu, hapo ndipo tulianzia, ambapo basi polo mmoja wa hapa alikemewa vikali na mkewe kwa kula takriban sahani 3 za wali katika sherehe walioalikwa sehemu hii. Mwanadada huyo alimzushia mumewe kwa kumwaibisha mbele ya watu. Naam, inasemekana kwa jamaa huyo alifika kwenye sherehe hiyo iliyoandaliwa mtaani hapa pamoja na mkewe akiwa mwingi wa furaha. Mambo yalienda mvange wakati wa chakula ulipowadia. Duru zinasema kuwa jamaa alitafuna chakula kwa haraka, sahani ya wali haraka, kisha akapanga foleni kwa mara ya pili na kadhaa. Yani unakula mbio. Ni kama wanafunzi, unajua wanafunzi sometimes wanafanyanga mchezo ama alikuwa shupavu shuleni, akafikiria baada ya shuleni. Kwa hivyo jamaa kula mbio arudi kwa line. Akarudi kwa line. Sahani 3 kwambia mtu mmoja mwanaume, nashindwa ni kwake mke wake hampiki, ama ni ulafi tu wa chakula, ama pia mke kama anapika apiki vizuri, anapika ile inaitwa mashakura, ama what is it? Mbona ameenda kwa sherehe ndio anakula lakini kwake? Ama pia mama huwa humjui kwamba anakula hivyo, kwani siku ya kwanza na wewe ndio mke wake? So sijui, unaonaje? Unafikiriaje mtazamaji, kwamba ni mara ya kwanza ama amekuwa hivyo? Kwani mke mbona hamjui? Haya, sahani 3 kwa haraka kwa sherehe, yani kumaanisha kwamba alimkula akamaliza sahani ya kwanza kabla laini ishe, akamaliza sahani ya pili kabla laini ishe, mpaka na kama laini haingeisha hey, mwanaume ni bidii, hata bidii ya kukula. Kitoka kule basi nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Chuka kule Tharaka Nithi. Watu wa Tharaka Nithi mpo, ambapo kuna ndugu wawili walijipata pabaya walipoletwa juu na mke wa marehemu kaka yao kwa kupigania nguo baada ya matanga. Habari zinasema kwamba ndugu hao waliokuwa wamelewa chakari walianza kupigania suti hizo za marehemu, kila mmoja akitaka kuchukua zile za kisasa. Kwa hasira, mama aliwasukuma nje na kuwafungia mlango huku akiwasuta kwa tabia hiyo. Yani mzaa amezikwa tu, hata watu hajatulia, hata ndio hao mnapigania suti, nguo za kuvaa ambazo zitachakaa, na ndugu yenu ameaga dunia. Kwa hivyo mlikuwa mmpenda kweli? Mke wa marehemu aliwasukuma nje wote na akawafungia nje, na iwe funzo kwao na wengine wenye tabia kama hiyo. Surely suti. Naam, ikitoka kule Tharaka Nithi nikavuka moja kwa moja hadi eneo la wapi? Eneo la Diani Kwale. Kuna jombi mmoja wa hapa alishangaa sana rafiki yake alipomshukuru kwa kumkatia mpenzi wake alipokuwa nje ya nchi kwa mwaka mmoja. Naam, unajua yasemekana kwamba, unajua mtu utakuwa, nitoe mfano huu nipate kunielewa vizuri. Wewe uko pale na uko na rafiki yako, alafu mmefika mahali rafiki yako akona mchumba, then rafiki yako akafika mahali kidogo akatofautiana na mchumba wake, na baada ya kutofautiana akafika mahali siku moja mkapatana na mchumba wake, na kidogo ukarusha misa na akaingia box, na baada ya kuingia box rafiki yako anakumbuka anakuja na kuambia pongezi bro, asante, umechukua hii mzigo ilikuwa inanisumbua, huyu kuna wewe chukua, beba hiyo mzigo enda nayo. Ukisikia mtu anakuambia bwana nakushukuru, na kabisa ukiangalia juu rafiki yako anakaa kwa genuine, what will you do? Will you continue with that relationship?
Tafakari zaidi. Yalifanyika wapi? Diani kule Kwale. Naam, ukitafakari juu ya hayo, kule Diani kavuka mpaka songa tu hapo kando kale eneo la Nyali pale Mombasa. Kuna mwanadada mmoja wa hapa alijuta buda ambaye alikuwa akitoka naye kimapenzi kwa miaka 12 alipomwacha kwenye mataa na kuganda kwa mkewe, huku akimwonya asiwahi kumpigia simu au kumtafuta kwa njia yeyote. Na kila naangalia kwa mwanadada, namwangalia, anasema hivi, wewe ulienda kwa mwanaume ambaye ni mume wenyewe, ukakuwa mpango wake wa kando, hata kama mmekaa miaka 12. Sasa mume wake amefika mahali, unajua miaka inasonga, amegundua hii ni ujinga nafanya, si nikae tu mwaminifu kwa ndoa. Na akarudi kwa mke wake, akaomba, akaapologize na akasema hatarudia, na akaambia yule msichana, usiwahi nipigia tena. So msichana anasikia vibaya, anasema nimeachwa. Umeachwa nini? Wewe ndio ulikuwa umeingilia ndoa yenyewe. Tabia mbaya. Kwa hivyo nafikiria iwe funzo kwake na wenye tabia kama hiyo, au sio? Na ninapomalizia basi katika pita hizi, nikafika eneo la Kaburengo kule Lugari. Kaburengo Lugari, kuna kalameni mmoja wa hapa alitokwa na kijasho mkewe alipotaka kujua ni kwa nini alijenga nyumba nyingine kisiri bila kumjuza. Inasemekana kwamba jamaa huyo alioa mke wa pili na kumpangishia nyumba kwenye ploti. Hivi majuzi alifanikiwa kununua shamba na kumjengea mkewe wa pili nyumba ya kifahari bila ufahamu wa mke wa kwanza. Yani, hujajengea mke wa kwanza nyumba ya kifahari kama ni unajengea mke wa pili. Unasahau na ana watoto wako. Mama akaleta shida. Na nikwambie, kwa wale ambao mnafikiria kuhusu kuoa mke wa pili, hiyo ni kama serikali ya nusu mkate. Lazima kuwe na dialogue. So please, tosheka tu na mmoja. Achana na kurukaruka kule kwingine, haitakufaidi. Instead itakuongezea stress tu bure. Tosheka na mmoja. Haya, useme si kuambia. Ni hapa ni VMM, kipenda Victor Mandala kwenye pita za kwangu siku hii ya leo. Hakikisha kwamba hujaondoka hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link hapa juu and share, na weke comment yako hapa chini. Nitakuwa vema zaidi. Ni kwenye sehemu ya pita za kwangu, nakumbusha kwamba subscribe. Pita za kwangu nami VMM, kipenda Victor Mandala. Ninaposema kuishi kwingi wasema kuona mengi, na kutembea kwingi Mandala anasema ndiko kuona mengi zaidi. Ni katika pita. Shalom, God bless you, subscribe.